Leo nataka tuangalie kipengele cha 3, madhehebu ya kidini wakati wa huduma ya Yesu. Nitaeleza vizuri hapo kesho kwamba huduma ya Yesu pia iligawanyika katika makundi 4 toka alivyoanza kutumika. Kuna kipindi kinaitwa mwaka wa uzinduzi wa huduma yake. Kuna kipindi kinaitwa mwaka wa umaarufu wa huduma yake. Kuna kipindi cha 3 kinaitwa mwaka wa upinzani katika utumishi wake au huduma yake. Alafu kuna kipindi cha mwisho, wiki la mwisho la huduma yake. Maeneo haya 4 ni muhimu sana kuyafahamu kama unahitaji kufahamu Yesu alifanya nini. Maana pia alifanya katika nyakati hizo. Hayo tutayaangalia kesho, nimesema leo nikudokeze tu, lakini yamo kwenye hicho kitini. Madhehebu ya kidini wakati wa huduma ya Yesu. Mfumo wa Kiyahudi wa kufuata sheria uliweka watu sawa na kuleta thamani ya matendo kwa watu katika huduma ya Yesu. Hata wakati Yesu alipokuwepo, bado sheria za Kiyahudi ziliendelea kutawala, na lengo lake ziliwaweka watu sawa ili wapate hofu ya Mungu, lakini kupitia njia ya sheria. Kwa hiyo sheria ziliwahusu, na wakati mwingine waliwajibika na kuwajibishwa na hizo sheria. Nyakati za Yesu hapa ulimwenguni, katika zile nyakati zake 4 nilizozisema, kulikuwepo na madhehebu 6. Madhehebu 6 yalikuwepo. Dhehebu la kwanza tunaliona tuko kwenye ukurasa wa 11 sasa, wale wenye vitini. Ni dhehebu lilikuwa linaitwa Farisayo. Tumekuwa tukisikia sana watu wakisema wewe ni Farisayo, wewe ni Farisayo. Lakini Farisayo ni nani? Dini hii ya Farisayo ilikuwa ni mojawapo ya dini za Kiyahudi. Wayahudi walikuwa na dini pia nyingi, kama hizi hapa 6 zote zilikuwa za kwao. Kwa hiyo ilikuwa ni mojawapo ya dini zao. Ukisoma hapo Matendo sura ya 5 mstari wa 17 inaeleza. Neno Farisayo maana yake tenganisha na wengine. Ndio tafsiri ya neno Farisayo. Tenganisha na wengine. Na dini hii ya Kifarisayo ilijitenga na wengine. Haikutaka kufuata mambo wengine wanaofuata. Dini hii pia ilitokana na matajiri tu. Mtu ambaye si tajiri ukuruhusiwa kuingia kwenye dini hii. Lakini pia walifundisha mafundisho ya uongo na ya uzushi. Labda tusome hapo kwanza kwenye Mathayo 22 kuanzia mstari wa 15. Injili ya Mathayo mtakatifu sura ya 22 mstari ule wa 15. Ndipo Mafarisayo wakaenda zao, wakafanya shauri jinsi ya kumtega kwa maneno. Wakatuma kwake wanafunzi wao pamoja na Maherodi. Wakasema, mwalimu, twajua ya kuwa wewe mtu wa kweli na njia ya Mungu waifundisha katika kweli, wala hujali cheo cha mtu awaye yote, kwa maana hutazami sura za watu. Kwa hiyo mambo ya kiroho waliyafahamu. Mambo ya madhabahuni waliyafahamu. Torati na sheria na hukumu na maagizo waliyaelewa. Kwa maana walikuwa wanakuja kwa design ya kutega au ya kumtega. Kwa anaambia, tunajua kabisa unafundisha njia ya Mungu kwa usahihi, waangalie cheo cha mtu, vitu kama hivyo. Walijua mfumo wa mafundisho wanayofundisha yakoje. Mkazo wa mafundisho yao ulikuwa ni kimaadili zaidi kuliko theolojia. Theolojia ni elimu inayomhusu Mungu. Kwa hiyo wao, mfumo wa mafundisho yao walizingatia mambo ya maadili, kushiriki na wengine, mambo ya kijamii, kuwa karibu na wengine. Na wanasema dhehebu ambao linafuata haya mambo kwa sasa nao unasikia wanaita majamatini. Wakimaliza wanaanza kujadiliana kuhusu biashara na maisha yao na mahusiano yao, ni nani wanampokea, ni nani anakuja, ni nani anahitaji kusaidiwa. Walidili sana katika hayo, hakudi katika mambo wanaohusika na theolojia wao. Lakini pia walifundisha kuna kuishi tena kimwili baada ya kufa. Kuna kuishi tena. Wanaamini, ndo kama wanavyosikia Wabuddha sasa. Walikuwa wanaamini kwamba ukifa hapa Mwanza ukiwa binadamu, utazikwa, utaenda kufufukia kwingine wasiko kujua, kama mwanadamu kaanze maisha tena. Ndo mfumo wa mafundisho yao, au ni Mafarisayo. Dhehebu la pili lilikuwa ni watu wanaitwa Masadukayo.
Wao huamini amri za Musa tu, yaani Torati. Hawakuamini kitu kingine. Hawakuamini maisha ya kiroho baada ya kufa, wala ufufuo wa wafu, wala uongozi wa Mungu wa kiroho, wala habari za malaika. Hayo maneno wao hawakuamini. Hebu tusome Mathayo hapo sura ya 16 kuanzia mstari wa kwanza. Wakamjia Mafarisayo na Masadukayo, wakamjaribu wakimwomba awaonyeshe ishara itokayo mbinguni. Akajibu, kukiwa jioni mwasema kutakuwa na kianga, kwa maana mbingu ni nyekundu, na asubuhi mwasema leo kutakuwa na dhoruba, kwa maana mbingu ni nyekundu. Tena kumetanda. Enyi wanafiki, mwajua kutambua uso wa mbingu, lakini je, ishara za zamani hizi hamwezi kuzitambua? Hapo tuliposoma Mathayo 16 ule mstari wa kwanza, wakamjia Mafarisayo na Masadukayo. Labda kuna kule mbele tutaona walifanyaje kazi zao hawa watu. Lakini pia hawa Masadukayo waliwachukia Wakristo kwa sababu kuu mbili. Sababu ya kwanza ni vile ambavyo walikuwa wanahubiri kuhusiana, ni vile lile baraza la Sanhedrin, tutaenda kuliona kule namba 6, kwamba baraza hili lilikuwa linalaumiwa kuhusu kesi ya Yesu. Waliolaumiwa hapa walikuwa ni Masadukayo. Mstari wa 5, hata asubuhi wakubwa na wazee na waandishi na wakakusanyika Yerusalemu. Na Tendo sura ya 5 mstari wa 27 na wa 28. Walipowaleta wakawaweka katika baraza, kuhani mkuu akawauliza akisema, je, hatukuwaamuru ninyi kwa nguvu msifundishe kwa jina hili? Nanyi tazameni, mmeijaza Yerusalemu mafundisho yenu, na mnataka kuileta damu ya mtu yule juu yetu. Petro na mitume wakajibu wakisema, imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Kwa hiyo lile baraza tutaliona kule mbele lilivyohusika katika kumhukumu Yesu. Tunaona lile baraza lilikuwa na mamlaka gani? Shutuma zilianza. Kwa hiyo hawa Masadukayo kuwapenda Wakristo kwa sababu kwanza waliendelea kuhubiri jina la Yesu. Lakini jambo la pili, ukuaji wa kanisa katika misingi ya ufufuo. Msingi ambao mitume walihubiri, walisimamia sana msingi wa kifo au maisha ya Yesu. Unaposema injili, maana yake ni habari njema za ufalme wa Mungu. Lakini maana ya pili, injili ni habari za maisha ya Yesu, kuanzia kuzaliwa kwake, kuishi kwake, aliyoyatenda, kufa kwake na kufufuka kwake. Hiyo ni maana ya neno injili. Kwa hiyo mitume walisimamia misingi ambayo wao waliipokea. Kwa hiyo wa Mafarisayo hawakupenda kusikia jina la Yesu kiendelea kuhubiriwa, lakini habari za ufufuo wao hawakuziamini. Kwa hiyo ni kama leo hata habari za ufufuo na hata za kuzaliwa tu kwa Yesu zina upinzani mkubwa. Kuna watu wanashindana na tarehe, sema Yesu hakuzaliwa tarehe 25. Lakini logic ya kibibilia sio tarehe 25. Logic ni kwamba alizaliwa. Na kama alizaliwa, dunia ina habari kwamba alizaliwa, hata kama watu wanasema tarehe. Kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Ahmad Didat. Ya kwenye Google, kimgoogle jamaa, alikuwa ni asili yake ni Mwarabu wa Libya. Alikuwa na visima vya mafuta, baadaye akahamia Afrika Kusini kufanya biashara zake za mafuta. Kwa hiyo akawa anatumia fedha zake nyingi kutengeneza vitabu na vipeperushi vinavyokataa habari za Yesu kuwa mwana wa Mungu, habari za Yesu kuwa Mwokozi, habari za Yesu kufa na kufufuka. Ana vitabu vingi amevitengeneza kwa gharama zake mwenyewe, na alikuwa anavigawa bure kabisa. Anaitwa Ahmad Didat. Na vitabu hivyo ndivyo ambavyo wale ambao unasikia wanaendesha mihadhara wanavitumia. Ukisikia wanapinga habari ya kufa kwa Yesu, kuna kitabu kinaitwa Crucifixion. Kisoma hicho kitabu ndicho hicho. Ukisikia wanazungumza habari ya injili ya Barnaba, naye aliitengeneza, inaitwa Injili ya Barnaba. Alitengeneza kitabu kinaitwa hivyo. Ukisikia anasema Yesu alibadilishwa mtu mwingine, hayo maneno wameyatoa kwa huyo.
maana alitumia gharama kubwa kuandika vitabu. Lakini pia vimekuwepo vipeperushi vingi ambavyo vilikuwa vikikataa. Sasa cha ajabu, wanaokataa habari za Yesu ni wale ambao hawamwamini Yesu. Sasa Waswahili wanasema pilipili sio ile na kuwashia nini. Hao wanaomwamini Yesu wao hawana mashaka naye. Wewe usiyemwamini una mashaka. Lakini pia mfumo wa imani huwa inafundishwa kwa upendo, sio kwa kukejeli. Hatuwezi kulaumu kwa sababu hiyo dini ukiisoma historia yake, ulikuwa unaulizwa enzi hizo za mwanzilishi akiwepo, ukakubali dini? Hapana, panga linakufyeka kichwa. Unakubali? Ndio, endelea. Kwa hiyo mifumo hiyo imekuwa ikiendelea hata kama sio, na kuna nchi ukisema wewe ni Mkristo umeisha. Kuna nchi haruhusu hata Biblia kuwa nayo. Hayo mambo yamekuwa yakiendelea. Bwana Yesu atusaidie sana. Twende dhehebu la tatu, wanaitwa Wazelote. Neno Zelote linaonekana mara ya kwanza kwenye Biblia kwenye kitabu cha Luka sura ya 6 mstari wa 15. Na huyu mtu ambaye ameandika kitabu cha Injili ya Luka mwenyewe ndio ilikuwa dhehebu lake la Wanazelote. Dini hiyo ilianzishwa nyakati za Agano Jipya katika karne ya 4. Na mojawapo wa washirika wake alikuwa ni Luka. Huyu Luka mwandishi wa kitabu cha Luka mwenyewe alikuwa ni muumini wa dhehebu hilo la Wazelote. Dhehebu hili lilipata nguvu sana katika dola ya Rumi ikitawala. Zelote wao alipata kustawi hasa maeneo ya Palestina. Unaposikia mifumo ya Palestina, misimamo yao kuhusu mambo ya kidini, ndio ile dhehebu la Wazelote na ndilo linaloendelea kule. Walidharau wale wote walioonekana kuabudu sanamu na kukataa uamsho wa Kirumi kuhusu kuabudu sanamu. Kipindi hicho serikali ya Rumi ilikuwa inatawala dunia. Na serikali ya Rumi toka ianzishwe iliexist sana katika mambo ya mapicha ambayo unayaona hata leo, hata kwenye majengo ya ibada mapicha yapo. Na wamekuwa wakiyatetea sana. Hata juzi kuna kiongozi wao mkubwa, watu walikuwa wanahoji, kwanza walirusha picha inayoonyesha watu wako ibadani. Sasa kuna sanamu inayosadikiwa ni ya Yesu, kila mmoja anatakiwa aende pale akaibusu. Si kuna wengine umlisha busu, mnaona aibu? Asante mama, wawakilishe wengine. Kama ulitokea ile dini leo yaonyesha iko pale siku ile, lazima ulishapiga busu. Sasa ilivyoanza hiyo, kaja sasa inayofuata, jamaa kauliza, hivi hii iko sawa? Sasa hoja zikaanza hapo kuingia. Ilivyoingia hoja sana, mwingine akarusha. Baadaye kiongozi mkubwa akaeleza, hivi wewe unapoweka picha ya baba yako au ndugu yako au bibi yako au babu yako ambao pengine picha yake uliikuta tu, kwani ukiendelea kuionaona pale na shida gani? Na sisi tunaendelea tu kuonaona. Akamalizia hapo, hivi nafikiri wali huwa anaonaona tu? Okay, mlietokea huko mtuambie basi. Maana ingia sisi hatukutokea kwetu, la kwetu sisi alikuwa nazo. Sisi tuliotokea dhehebu tuliotokea haikuwa na hizo. Sasa ni vitu ambavyo vipo na vinafanyika, lakini kwa sababu pia dunia nasema ni vitu vile vyenye nguvu. Cha kwanza ni imani, cha pili ni hela, cha tatu ni elimu, cha 4 na cha 5 utaendelea na mwenyewe. Bwana asifiwe. Ila cha kwanza ni imani, kwa mwenye nayo ina nguvu. Cha pili ni hela, cha tatu ni elimu, ina nguvu. Hata kama wengine wanakasirikia wenye elimu, lakini elimu ina nguvu. Wazelote maisha yao walikuwa ni hayo, na walikuwa wanapinga sana mambo ya sanamu. Kwa ni msimamo wao, na waliendelea. Ingawa sasa hii haikuwa na nguvu, ilidhoofishwa sana na utawala wa Rumi. Baadaye ikawa haina nguvu, ndio maana hata haikuendelea. Kama hata kuna madhehebu mengine alianza siku hizi wala hayana nguvu wala hajulikana. Dhehebu la 4 ni watu ambao waliitwa waandishi. Tusome kwenye Ezra sura ya 7 mstari wa 6 na wa 10. Hawa watu walikuwa ni wasomi wa sheria. Hao waandishi toka zamani Agano la Kale walikuwepo. Ni wasomi wa sheria au Torati. Walifahamu vizuri Torati ya Musa iliagiza nini, ilitaka nini, iliruhusu nini,
na ilizuia nini. Na wale watu walitakiwa wasimamie Torati. Ezra sura ile ya 7, hawa waandishi walikuwepo toka zamani, so dini mpya. Ezra sura ya 7 ule mstari wa 6 na wa 10. Huyo Ezra akakwea kutoka Babeli, naye alikuwa mwandishi mwepesi katika sheria ya Musa aliyokuwa ameitoa Bwana Mungu wa Israeli, naye mfalme akamjalia matakwa yake yote kama mkono wa Bwana Mungu wake ulivyokuwa pamoja naye. Mstari wa 10, kwa maana Ezra alikuwa ameuelekeza moyo wake kuitafuta sheria ya Bwana na kuitenda na kuifundisha na kufundisha maagizo na hukumu katika Israeli. Hao waandishi walikuwepo toka zamani na walikuwa wanasimamia sheria kama tunavyosoma hapo. Kwa hili dhehebu lilikuwepo toka zamani, liliendelea na mafundisho yake na msingi yake. Dhehebu hili pia lilijulikana kama walimu wa sheria au mahakimu au marabi. Unavyosoma kwenye Agano Jipya sasa, twende Mathayo 22, ndo hawa wanaitwa marabi. Ni walimu wa Torati, walimu wa sheria. Mathayo 22 mstari wa 35. Mmoja wao mwanasheria akamuuliza akimjia, waandishi na Mafarisayo wameketi katika kiti cha Musa, basi yoyote mtakayowaambia myashike na kuyatenda, lakini kwa mfano wa matendo yao msitende, maana wao hunena lakini hawatendi. Wao ufunga mizigo mizito na kuwatwika watu mabegani mwao, wasitake wenyewe kuugusa hata kwa kidole chao. Tena matendo yao yote huyatenda ili kutazamwa na watu, kwa kuwa hupanua hirizi zao na kuongeza matamvua yao. Hupenda viti vya mbele katika karamu na kuketi mbele katika masinagogi na kusalimiwa masokoni na kuitwa na watu rabi. Tuishie hapo. Yesu alikuwa anaeleza tabia na mifumo ya maisha hawa watu waliokuwa wanaitwa waandishi. Wanaagiza vitu ambavyo fanyi. Na hata leo, hata katika madhehebu yetu ya Kipentekoste wapo hao waandishi. Nakuta wako wachungaji wanasema ni kipindi cha sadaka, wenyewe hawatoi sadaka, wanasema tumeshajitoa roho zetu na nafsi zetu kama sadaka. Kia kuwasikia hao? Hamjawahi kuwasikia? Mimi nilishachungwa na mchungaji miaka 3, hatoi sadaka hata siku moja. Na anaomba maombi marefu kweli. Na ukisikia wala wanaoomba kwamba Bwana wabariki hata wasiotoa, wao wawe makini mtu anapokaribishwa kuombea sadaka. Bwana asifiwe. Ukisikia wanasema Bwana bariki hata sisi tuliotoa mioyo yetu kwanza hata wasiotoa. Mungu hajawahi kuagiza kwamba wasipotoa watabarikiwa. Ila wanasema wasipotoa wataelekea uhitaji. Ndio maandiko yanavyosema hivyo. Na Biblia inasema ni heri kutoa kuliko kupokea. Heri neno maana yake ni baraka. Waandishi hao wajulikana kama walimu, walikuwa wanajua sheria. Kwa hiyo unavyosoma kwenye Agano Jipya walimjaribu. Walikuwa wanajua sheria, Torati ya Musa inasemaje na agiza nini, walijua hayo. Na hata leo kuna watu wanaofahamu Biblia inasema nini, maandiko yanasema nini, lakini hawafanyi. Na wenyewe nao ni waandishi hao. Wanafahamu hao ni Wakristo wanapaswa kutoa sadaka, hawatoi, nao ni waandishi. Wanajua wanapaswa kutoa fungu la 10, hawatoi, nao ni waandishi. Hapo penyewe. Wanajua wanapaswa kutoa michango na changizo, na wanahimiza hata kwenye idara zao, jamani kuna michango sijui kwa ajili ya kufanya jambo fulani, na wao hawatoi, nao ni waandishi. Hata leo tunao. Inaeleweka? Biblia inasema walijua vile ambavyo Torati inasema, na waliwafundisha watu na kuwasimamia wahakikisha wanafanya vile ambavyo Torati inaagiza. Ila wao hawafanyi. Wanawatwisha watu mizigo mizito ambao hata kwa vidole vyao hawaigusi. Hao ni waandishi. Haya, tuvuke hapo twende dhehebu lingine la 5. Kuna watu waliitwa Waisene. Neno pia Waisene huwezi kuliona kwenye Biblia kwa maana ya lugha zetu hizi.
ila ukitumia yale ma commentary ya Biblia kubwa nazo tafsiri Biblia hizi zenye lugha za asili na yapata hayo maneno. Dhehebu hili lilianzishwa na lenyewe kwenye Agano la Kale halipo. Na lenyewe lilianzishwa kuanzia mwaka wa 65 baada ya Kristo mpaka mwaka wa 68. Hapo katikati ndo lilianzishwa. Na miongoni mwa watu waliokataa mafundisho ya Masadukayo. Bwana asifiwe. Ili dhehebu lilikataa yale mafundisho ya Masadukayo tuliosoma kule juu, mifumo yao na misimamo yao. Hao waliamini maisha matakatifu na kuendelea kumngojea Mesia ni mojawapo ya itikadi zao. Walimu wao walikuwa ni wana wa nuru, hivyo walipaswa kujitenga na wana wa giza. Walitumia nguvu zao kupinga uovu wote dhidi kupitia nguvu. Kwa hiyo ulikuwa ukijiunga nao kama uendani sambamba na msimamo wao, wanatumia nguvu. Hawakuombei Mungu kwamba Mungu akubadilishe, Mungu akugeuze. Wao wanakushughulikia. Walikuwa na imani kali. Na ili waweze kuishi kumpendeza Mungu, walijitenga wakaishi maporini ili wasichangamane na waovu. Kwa maana kwenye kitabu ya Paulo alivyokutana na wale wanostiki, walimu wa uongo, kuna sehemu alisema pia, siwaambii mtengane na waovu. Takiwa muishi katikati yao na hamwezi mkaishi wote watu ambao mna imani moja au itikadi moja. Takiwa kuishi nao, kikubwa ni sisi tuwe nuru kwao. Hao Waisene walitengwa na jamii zao. Walivyokuwa wameshaamini imani hii, kwa sababu ya misimamo yao, jamii ziliwatenga. Hawakuaminiwa tena na familia zao au jamii zao. Ni kama hata ukisoma historia ya wokovu ulivyoingia, kuna watu waliokuwa wakiokoka wanatengwa na jamii zao. Wanaambiwa ni uchuro wameuleta katika familia, kwamba watu ukoo wetu wa uokoki wala vya wokovu kwetu havipo. Kwa kuna baadhi ya watu walitengwa. Watoto wengine miaka yake tunaishi Pasiasi, wakati nakaribishwa maeneo ya Kiroreri, ukawa na kijana mmoja ambaye kwa sababu alienda hizi ibada zinazohubiriwa mashuleni, yule kijana akawa ameokoka akiwa darasa la 7. Akaendelea, lakini babake alipokuja kugundua na mama yake, yule kijana alifaulu kwenda form 1. Wazazi wake akamwambia, hatutakupeleka shule. Na tena kama unabaki na msimamo wako hapa nyumbani, alikuwa ni kijana ka kwanza, utawaharibu wadogo zako. Kwa hiyo utafute kwenda. Sasa kwa tukiwa hapo kanisani, ndio mchungaji akalizungumza hilo kanisani kwamba, jamani, jana nilipokea kijana alikuja kulala nyumbani kwangu, hebu simama. Akamsimamisha. Akasema huyu amefukuzwa na wazazi wake kwa sababu ameokoka na wamesema watampeleka shule. Na kwa sababu mchungaji alivyompokea aliwasiliana na wazazi wake, kwa sababu kwao ulikuwa ni karibu tu na kanisani. Kwa hiyo alivyoenda kuwaona akamwambia, huo ndio msimamo wetu. Hata kanyaga hapa na hatutafanya chochote kwake mpaka atakapotengua msimamo wake. Kwa ni kwenye mwaka 2008 au na 7 hapo. Kwa hiyo kanisani ndio ilikuwa sasa, ilikuwa mwezi wa kwanza mwanzoni, ndio anajiandaa kwenda form 1. Kwa kanisa mchungaji akasema bahati nzuri kalichaguliwa kwenda shule ya boarding. Kwa kanisa likachanga hela na kanisa likaahidi litamsomesha mpaka amalize. Kwa hiyo ilikuwa mchungaji alisema kwamba atakapokuwa likizo yake atakaa nyumbani kwake. Yaani atakuja nyumbani kwa mchungaji. Baada ya hapo anarudi shule. Sasa sikujua vilivyoendelea, lakini ilishatokea. Na hata huko vijijini kwetu miaka hiyo ya 80, wakati uamsho unatokea wa kanisa la TAG, familia nyingi walitengwa sababu kule kuna dini zilizowekezwa Wajerumani na hawa wanaoitwa kwa Kilimanjaro, una dini zilizowekezwa na wakoloni aina mbili, Wafaransa alafu na Wajerumani.
Waingereza ni wachache sana. Maana Uingereza waliwekeza kanisa la Anglikana. Liko tu hapo mjini tu hapo. Lakini kwa mzimu umezungukwa na madhehebu makubwa mawili, Lutherani pamoja na Romani. Unaposikia Moshi mjini yote ni Romani, sababu Wafaransa waliwekeza hapo, na wilaya inaitwa ya Rombo waliwekeza sana nguvu zao huko. Kwa hiyo Rombo huko ina nguvu kubwa. Lakini wilaya zingine zilizobaki kama huku wilaya ya Same, wilaya ya Hai, siku hizi kuna wilaya ya Siha, hizo wilaya waliwekeza Wajerumani. Kwa hiyo huko ile exist huko ni Lutherani. Kwa hiyo nyakati hizo wakati wanawekeza walihakikisha watu wanafahamu mifumo yao vizuri. Na kwa hiyo TAG ilivyokuja na nguvu miaka ya 80 na kitu chini ya Askofu Lazaro, wakati huo TAG ilikuwa na nguvu. Na Mungu aliwasaidia kuleta uamsho mkubwa, ingawa walitengwa, lakini kazi yao ilikuwa inaonekana. Wale jamaa walitengeneza nidhamu ya kipekee kwamba siku ya Ijumaa wanaenda kwenye mkesha. Mchungaji alitoa ibada, maana alinyimwa sehemu ya kujenga, wao alitoa shamba lake. Mchungaji anaishi kama hapa ndo kwake, lakini shamba lake likiwa karibu sana labda ni Uhongwa. Watu walikuwa wanakusanyika kwake kuanzia saa 10 jioni. Ikifika saa 11 wanaanza kutembea, wanaenda kanisani. Na wanaenda njia nzima wanaimba. Na walikuwa wakikutana na walevi wanakula mwereka. Na uzuri wao ulikuwa kila mwereka hawahangaiki na wewe. Utatupatupa miguu mwenyewe kama unakata roho, shauri yako. Wao. Hakuhangaika na kutoa mapepo ya watu barabarani. Na Mungu aliwasaidia, ingawa baadaye viongozi wao walijaribiwa kwa madaraka. Walijaribiwa kwa madaraka. Unajua bwana, kama hivyo unaongea jana, Mungu anaibua vizazi baada ya vizazi. Yule mzee alianzisha uamsho, alifika mahali Mungu akainua vijana wawili ambao walikuwa tishio kuliko mzee. Pale ambapo mzee alishindwa kuanzisha kanisa, vijana wakaenda akapiga kambi hapo chini ya mti. Siku kadhaa watu wakawa wanakuja wenyewe kuja kuokoka pale pale, yani wale pale chini ya mti. Baadaye siku chache mwenye hilo eneo akaruhusu lijengwe banda hapo. Maana mwenye eneo naye Mungu alimuokoa, naye alikuwa kijana, ingawa alikuwa anaishi kuingia, lakini Mungu alimuokoa na akaamua kutoa eneo lake. Likaendelea. Wakajenga banda hapo. Sasa hapo walipo ni sehemu kama bondeni, kama hapa ilivyo labda na kule hapo Nyamongoro. Kwa hiyo kuko juu. Sasa kule juu kuna kanisa la Lutheran kubwa. Wale jamaa walikuwa wanatumia tu ngoma kupiga, wanaanza kuimba nyimbo za sifa, nyimbo za injili. Hayo nyimbo za Mwamini Yesu analea, ndo nyimbo za inzizo miaka 80. Sasa wakianza kuimba hizo nyimbo na kule kucheza na kumshangilia Bwana, kule juu kwenye dini kubwa watu wanapinywa na mapepo. Wafanyeje? Maana wale hawana ujuzi wa kushughulikia mapepo, pamoja na kola zao kubwa na elimu zao, hawana ujuzi wa kushughulikia. Kwa hiyo wanasema, enyi vijana wenye nguvu, hebu wapelekeni kwa wale wasiojielewa wale. Kwa hiyo walionekana wajielewa, ilikuwa ukifika unaeleweka. Sasa ikatokea wale wakifika pale hawarudi tena kule, wanabaki hapo hapo. Kwa hiyo kanisa likawa kubwa ndani ya muda mdogo. Zikaanza fitina za kidini, fitina za nini? Lakini bado nguvu ya Mungu leo kuwepo hapo inawapiga. Baadaye ule mzee akaja wakamtumia, akajaribiwa. Siku moja wakiwa tu kwenye ibada iko nani vizuri, mzee akasema leo nitawatembelea vijana wangu niwaone. Muda wa matangazo akainuka, akasema kuanzia leo mimi ndio mchungaji wa hapa, huyu hapa atakuwa msaidizi wangu. Hiyo zahama yake. Kwa hiyo uamsho ule ukapoa, adui akatumia njia hiyo. Mzee ametangatanga miaka yote hiyo, anahamia dini hizi. Mwisho amekufa mwaka juzi. Na amekufa akiwa dhehebu la FPCT Arusha Ngaramtoni. Na lile hapo kwake alikuja kujenga jengo, baadaye alilitoa, akasema ile jengo na likabidhi, kabla hajafa akawaeleza watoto wake. Ile jengo lilo kuwepo pale na wakabidhi FPCT, hata kama nikifa nimesema ni la kwao. Kwa ile mipaka, wekeeni mipaka, waandikieni, msiwatoze hata shilingi 10. Ndio ile kanisa lilosema siku moja kwamba nimeahidi nitatoa mbao za kupaua lile jengo, ndio hapo liko karibu na nyumbani. Kwa hiyo mzee alimaliza hivyo. Kwa hiyo wale vijana na wenyewe wakaishia, walienda Kenya, walienda wapi, lakini walifanya kazi kubwa. Kwa hiyo
maisha yakaendelea hivyo. Kwa hiyo katika makundi haya hawa watu walitengwa. Hebu tusome mahali fulani, Mathayo sura ya 3 mstari wa 1 na ule wa 4. Tuone mmoja wapo wa waumini wa hili dhehebu alikuwa ni Yohana Mbatizaji. Au tusome mstari wa 1 mpaka wa 4 kwa sababu ni michache. Muumini mmoja wapo kwa ni Yohana Mbatizaji, na hao watu walitengwa. Kisha ingia kwenye dhehebu hilo unatengwa. Siku zile iliondokea Yohana Mbatizaji akihubiri katika nyika ya Uyahudi na kusema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Kwa sababu huyo ndiye aliyenenwa na nabii Isaya akisema, sauti ya mtu aliye nyikani, tengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Naye Yohana mwenyewe alikuwa na vazi lake la singa za ngamia na mshipi wa ngozi kiunoni mwake, na chakula chake kilikuwa nzige na asali wa mwitu. Kwa hiyo ili dhehebu liliishi porini ili kujitenga na maovu, na waliishi porini. Kwa hata Yohana Mbatizaji alipotokea alikuwa ni miongoni mwa washirika wa dhehebu hili, na yeye alitokea humo nyikani. Maisha yao yalikuwa ni hayo. Wao siku zote ni kujilinda na uovu na kumsubiri Mesia. Basi ndo kazi yao. Dhehebu la Seni ni muhimu pia kulifahamu. Dhehebu la mwisho ni dhehebu ambalo liliitwa Sanhedrin au baraza kuu la Wayahudi. Serikali ya Warumi ilipata Sanhedrin mamlaka, iliipa mamlaka makubwa ya kufunda au kufundisha habari za hukumu, kuadhibu watu au Wayahudi wale wenye hatia, na walifundisha habari za sheria ya kidini na baadhi ya sheria ya kiraia. Jana tukiangalia aina ya sheria, kulikuwa kuna sheria ya kiraia, sheria ya utu na sheria ya ibada katika Agano la Kale. Tukiangalia kwenye fundisho la jana. Lakini pia baraza hili lilipewa jukumu la kuhukumu watu, lakini hawakuruhusiwa kuhukumu kifo pasipo idhini ya serikali. Wao ni kama unavyosikia leo kuna mahakama, sijui ni za wilaya, sijui ni mahakama gani. Kwa akishafikia akionekana anatakiwa kuhukumiwa, utasikia kwenye taarifa yake kwamba mahakama imesema haina mamlaka juu ya shauri hilo, inapeleka kwa mahakama inayofuata. Ndio mfumo aliokuwa anafuata. Kwa mfano kama mahakama za mwanzo hasina mamlaka ya kuhukumu mtu kifo. Kwa utasikia tu mtu akifikishwa hapo, sababu lazima anzia hapo. Utasikia tu hakimu anasema au kwamba alipofikishwa hapo akasomewa shtaka, ikaonekana shtaka hili ni la jinai au sijui aliua kwa kukusudia. Kwa hiyo mahakama hii haina mamlaka, haina uwezo wa kuendesha shauri hili. Kwa na wao tasoma jinsi walivyofanya kwa ajili ya Yesu kama maandiko yanavyosema hapo. Hawakuruhusiwa kuhukumu kifo pasipo idhini ya serikali. Hebu tusome maandiko yake. Tusome ile Mathayo 27 mstari wa 1 na wa 2. Mathayo 27 mstari ule wa 1 na wa 2. Na ilipokuwa asubuhi, wakuu wa kuhani wote na wazee na watu wakafanya shauri juu ya Yesu wapate kumuua. Wakamfunga, wakamchukua wampeleke kwa Pilato aliyekuwa liwali. Yohana 18:30-31. Wakajibu wakamwambia, kama huyu asingekuwa mtenda mabaya tusingemleta kwako. Basi Pilato akawaambia, haya, mtwaeni ninyi mkamhukumu kwa ile torati yenu. Wayahudi wakamwambia, sisi hatuna ruhusa ya kuua mtu. Unaona? Hao walikuwa wanafuatia tu mashtaka ya mtu, wakishayapata ndio wampeleke kwa kuhani mkuu. Sasa huyu kuhani akati anaelezwa hapa aliona kwamba Yesu hana makosa. Kaambia basi mhukumuni kwa sheria yenu. Kwa maana wanakiri hawana mamlaka ya kumhukumu kumuua mtu. Hawakuwa na hiyo mamlaka. Ila walikuwa wanafuatilia nyendo za mtu, wanatengeneza mashtaka, wanapeleka kwa kuhani mkuu. Lakini pia jambo lingine, kuhukumiwa na kushtakiwa na kuteswa kwa Yesu au na Stefano ilikuwa ni kinyume na sheria. Ukisoma hapo tuliposoma 27 Mathayo, tuliko kwenye Mathayo 27, tumeona kulikuwa kuna ubabaishaji wa kuongea na kubishana kwamba hivi Yesu anastahili kufanyiwa hicho anachofanyiwa. Maana wao hakupaswa kutoa hukumu ya kumwadhibu mtu kwamba mtu anyongwe au awawe. Hakuwa na mamlaka hiyo.
Injili ya Mathayo sura 27 mstari wa 24 mpaka wa 26. Hiyo tu miwili itatutosha. Basi Pilato alipoona ya kuwa hafai lolote bali ghasia zinazidi tu, akatoa maji akanawa mikono yake mbele ya makutano, akasema, mimi sina hatia katika damu ya mtu huyu mwenye haki, yaangalieni haya ninyi wenyewe. Watu wote wakajibu wakasema, damu yake na iwe juu yetu na juu ya watoto wetu. Ndipo akawafungulia Baraba, na baada ya kumpiga Yesu mijeledi akamtoa ili asulubiwe. Ilikuwa mfumo huo kwamba swala kumhukumu mtu, ili baraza alikuwa na hayo mamlaka, lakini dhehebu ilikuwa linaaminiwa na liliundwa na lilikuwa linafanya majukumu yake. Baraza hili pia lilitawala kwa mujibu wa sheria za kidini na sheria za kiraia. Soma kwenye Ezra kule utakuta hiyo. Baraza hili lilikuwa na makundi makubwa mawili. Kundi la kwanza, daraja la watu matajiri na koo zile maarufu na wasomi wa historia. Yaani dini ilikuwa na madaraja mawili. Kundi la kwanza ni wale watu matajiri, koo maarufu, lakini pia wale wasomi wa historia. Kwa nini walikuwa wasomi wa historia? Masomo yote tunaosoma secular yanabebwa na historia, ila masomo yote hayabebi historia. Yaani historia haibebi na hayo masomo, ila masomo yote. Kwa sababu hata kama unasoma hesabu, utasoma, kuna level utafika utasoma historia ya hesabu. Zilianzia wapi? Kwa nini zikawa namba? Kwa nini zilipatikana hizi alama, jumlisha, toa, zidisha? Hapo ni historia unasoma. Tunaelewana watu wa Mungu? Na kuna nyadhifa nyingine za kiserikali uwezi ukazisoma kama uwezi ukazipata kama wewe si msomi wa historia. Kwa mfano, watu wanaosikia wanaitwa wanadiplomasia, watu kama balozi wa nchi, lazima uwe umesoma historia. So historia hii tu ya kwamba mwanadamu anatokana na nyani na ngedere, achana hizo. Unasoma historia. Kwa nini hii ni Afrika? Kwa nini ni Afrika Mashariki? Kwa nini ni Tanzania? Hiyo vitu visome. Na ndio maana hapa Tanzania akasema historia ndo mama wa kombi, ingawa hawalielezi vizuri. Ila ukweli masomo yote yanabebwa na historia, ila historia haibebwi na masomo yote. Bwana asifiwe. Kwa hiyo walitakiwa wasomi wa historia ya taifa. Lakini pia hiyo Sanhedrin ilitokana nini? Ni baraza kuu ambalo lenyewe lilihusika pia wakati wa kitu kinachoitwa canon. Canon ni kipimo kilichotumika kupima Biblia baada ya kukuta maandishi yale ambayo yalikuwa yameandikwa kwenye magome na maandiko ya asili. Kwa hiyo watu wasomi wa historia walikuwa wanafuatilia. Kwa hiyo wakawa wanakusanya, wakasema haya yako sawa, haya yako sawa. Hilo baraza la Sanhedrin lilihusika kwa sababu walikuwa ni watu wasomi, watu wanaojua historia. Lakini jambo la pili, hawa waligawanyika ni wajumbe waliotokana na familia za kikuhani ambao ilikuwa na watu 23. Hii Sanhedrin ilikuwa na watu 70, hii ilikuwa na watu 23. Walichaguliwa wanaotoka katika familia za kikuhani. Na hata siku hizi ni kawaida kuona watu wanaotokana na dini kwenye mambo ya kiserikali wanakuwa wachache sana, ila wale wa kawaida wanakuwa wengi. Na kuna baadhi ya taasisi zingine za serikali hazihitaji watu wa dini, inahitaji tu wasomi kwenye fani fulani fulani. Na hata katika makao ya rais au katika utendaji wake, nchi ambayo duniani inawatambua watu wa dini na kuwapa nafasi ni nchi moja tu, ni Marekani. Kwamba Marekani miongoni mwa washauri wa rais ni mchungaji, na tio sio mchungaji yoyote, mchungaji ambaye amekidhi vigezo na vipimo vya wao wanavyovitaka. Kwa mfano, miaka mingi serikali ya Marekani, rais amekuwa akishauriwa na mhubiri mmoja anaitwa T.D. Jakes. Miaka mingi ni mhubiri ambaye walimtambua, na nafikiri hata sasa bado ni mshauri wa rais katika ikulu ya Marekani. Paswa hata hospitali za serikali ziwe na ofisi ya mchungaji. Kazi yake ni kuwaombea wagonjwa na kuendesha ibada za wafanyakazi wote kule hospitali kila siku.